Mambo matatu yanakufanya usifanikiwe by Experius. Yes, welcome to my YouTube channel. It's Experius here. Kuna vitu ambavyo vilitufanya mwaka jana tusitoboe. Vitu hivyo ni nini? Ukosefu wa nidhamu. Nidhamu mwaka jana ilitufanya tusitoboe, lakini 2026 tunaiweka nidhamu ni kipaumbele. Au sio bwana? Nidhamu ni nini? Nidhamu ni kuweza kujiheshimu wewe, vitu ambavyo unaweza kujipanga. Vitu ambavyo unaweza kuvipanga wewe, hiyo ni nidhamu. Maana yake ukiweza kuvifuata kwa ufasaha kama ulivyoviweka, maana yake unajiamini na ni nidhamu katika mambo yako yote. Jambo la pili ni nini? Jambo la pili ambalo lilitukosesha mwaka jana ni kujilinganisha na watu. Kwa nini ujilinganishe na watu? Kwani wewe una thamani gani ambayo watu wanakupa? Thamani inajengwa na wewe. Maana yake ukijilinganisha na watu unashusha thamani yako. Wewe una thamani kubwa. Maana yake ni nini? Wewe kuwa wewe. Make yourself a respect. Make yourself a self respect ambao watu wanakuheshimu. Sasa ukiendelea kujifananisha na watu wanakuona wewe ni zuzu, watu wanakuelewi. Watu wanakuona unafuata tu mkumbo. Umeona? Na you will never make a progress kama unafuata mikumbo. Kwa sababu gani? Mimi ninajijua katika familia yangu, hela yangu ndogo ya kutumia ni shilingi 50,000, lakini wewe unajijua wewe hai, hela yako ndogo ya kutumia ni shilingi 5,000. We can never be the same, never. Na huyo mtu atakudharau maisha, you never know. Maana ni nini? Be self dependent, fuata maelekezo ambayo unajiwekea mwenyewe, lakini fuata misingi ambayo ya kimaisha. Usiwe very dependent kwa watu ambao hawakutengenezea misingi yote katika maisha yako. Maana ni nini? Usifuate mikumbo, rafiki yangu. Jambo la tatu ni nini? Kuogopa kushindwa. Tumeshaogopa sana kudondoka. Kudondoka ni sehemu mojawapo ya maisha. That it is a progress. Unapodondoka, siku kiamka kurudi tena, hautoanzia pale. Ushaona pale kuna kijiwe kilinifanya mimi nidondoke, kuna kitu kilinifanya mimi nidondoke, ni kipi? Ni shake note. Maana yake nitakiruka kile kitu na nitakwenda sehemu sahihi. Ushanielewa? Hiyo ndo maana halisi ya kudondoka. Usipodondoka lazima utakanyaga miba tu, utadondoka tena. Yaani ni sawa sawa na hivi. Mwaka huu nimesema sasa naogopa sana. Sasa hivi sina watoto, sina familia. What if na watoto watatu na watoto wanne na mke ananitegemea, then nikaja nikadondoka? Sitadondoka peke yangu, nitadondosha mimi pamoja na familia yangu yote inayotegemea, kwa sababu mimi ndio baba. Hilo ni jambo la tatu. Jambo la nne nini? Kukosa malengo. Hakuna kitu ambacho kinaumuumiza mtu kama kukosa malengo. Hicho kitu kinatuumiza very. Kinatuumiza sana. Kwa sababu gani? Malengo ndio kila kitu. Kila mtu ana malengo katika maisha yake. Na ndio maana ulipokuwa mdogo unaweza utaka kuwa nani unasema, kwa sababu ulikuwa na malengo, lakini umekuwa umeona uhalisia kwamba hiyo vitu haviwezekani. Ni nini? Ilikuwa ni ego, lakini sasa hivi iko kwenye reality. Be that person now. You can never. Kwa sababu gani? Ilikuwa ni ego kubwa sana. Sasa unatakiwa uset malengo ambayo yanaweza kufikika, ili utengenezee ubongo namna ya kupambana. Yaani kwa mfano unataka nitengeneze milioni 1. Lakini wewe huwezi kupata milioni 1 sasa hivi kwa sababu huna kitu ambacho kutengenezea milioni 1. Lakini wewe una uwezo kupata shilingi 15,000. Hiyo 15,000 wewe unaweza kutimiza milioni 1 baada ya miezi kadhaa. Maana yake make a plan kwamba kila wiki wewe unatunza shilingi 10,000. Make a plan kwamba kila wiki unatunza shilingi 40,000. Baada ya miezi, baada ya wiki kadhaa utakuwa umetengeneza shilingi milioni 1. That's the progress. Kwa akili unaitengenezea akili usetu, lakini pia namna ya kuweza kutafuta kuipata milioni 1. Lakini jambo la mwisho, network. There's nothing expensive like a network. Hakuna kitu ambacho kinakutengeneza wa haraka kama network. Group networks, lakini na kila kitu. Hiyo ni network. Sizungumzii network yani Instagram, Facebook, hapana. Network ni watu wako wa karibu. Hakuna yani mtu anaweza kwambia nipe marafiki zako wawili nikwambie ni nani. Maana ni nini? Give me your network to show you who are you. Yaani ukinipa mimi watu wawili ambao wanalewa, wanavuta sigara, wanabeti, naelewa kabisa there's no future. Kwa sababu gani? That's your network. Kinipa watu ambao wanapenda mapenzi kuliko kula, watu wanapenda mitandao ya kijamii kuliko chochote, na they never make progress, hawapambani, hawana biashara, hawafanyi chochote, nitakwambia hapa hamna kitu. Ila ukinipa watu ambao wako very interested in learning,
watu ambao wako very skillful, watu ambao wanapambana, watu ambao wanaonyesha essence ya kufanikiwa. Nitakwambia you are in a better place after 5 years, 4 years to come. You will be a good person, you will be somebody, people they will notice you. That's a good day for me. Asante sana kwa muda wako. Usisahau kufollow, kulike, comment. Bana, asante sana kwa muda. Thank